Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Pamoja na maswali na majibu ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, pamoja na kwamba serikali inaendelea na zoezi la kuchimba visima hususan katika kijiji hiki cha Sambaru kwenye kata ya Mang'onyi, lakini bado kuna changamoto ya miundombinu ya usambazaji wa maji, ikiwemo kisima hiki kilichochimbwa juzi, lakini pia kuna kata nyingine ambazo visima vimechimbwa lakini bado hakuna miundombinu ya usambazaji wa maji. Ikiwemo kijiji cha Msule na kijiji cha Sakaa pamoja na kijiji chenye cha Misugha kwenye kata ya Misugha. Sasa ni kwa nini serikali wakati inaweka mipango ya kuchimba visima isiunganishe na package ya usambazaji wa maji, ili tu isiwe tu tunasema kwamba tumechimba visima kadhaa na tunaendelea kutafuta vyanzo, tuwe tunaweka kabisa ili tuhakikishe maji yanawafikia wananchi kama ambavyo tumewaahidi. Lakini swali langu la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna mradi ambao unaendelea kuzinduliwa katika mikoa kadhaa nchini. Tumeona mradi wa visima 900. Nilikuwa nauliza katika jimbo letu la Singida Mashariki, ikiwemo wilaya ya Ikungi kwa ujumla, majimbo yote mawili, lakini pia mkoa wa Singida kwa ujumla. Nataka nifahamu kama mkoa wetu pia upo katika mradi huu wa visima 900. Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kujibu swali zuri kabisa kutoka kwa Nusrat Shabani Hanje, mbunge viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa, natambua kazi kubwa ambayo waheshimiwa wabunge wanaifanya, akiwemo Mheshimiwa Nusrat, na kupambania wakina mama wanaohitaji kutuliwa ndoo kichwani, ambayo ni programu ambayo ilizinduliwa na Mheshimiwa Rais. Lakini visima 900, Mheshimiwa Naibu Spika, ni visima ambavyo vinachimbwa nchi nzima, maana yake katika mikoa yote ya Tanzania bara. Lakini vile vile, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa upande wa Singida imo katika programu ya visima hivyo. Lakini sambamba na hivyo, Mheshimiwa Naibu Spika, mkoa wa Singida ulitengewa bilioni 18.6 kwa ajili ya miradi 43 inayotekelezwa katika mkoa wa Singida. Lakini vile vile, Mheshimiwa Naibu Spika, visima hivi tayari visima zaidi ya 636 tayari vimeshapata maji, na vingine tayari tunaendelea kujenga zile point source ili wananchi waendelee kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini kwa swali la kwanza ambalo Mheshimiwa mbunge ameulizia, tunapochimba visima ili tuwe na package moja kwa moja ya usambazaji, Mheshimiwa Naibu Spika, tunachokifanya kwanza kabisa ni kuchimba ili kuona kuna maji. La pili, tunafanya pump test kujua wingi wa maji ili uweze kujua kwamba ni pampu aina gani au miundombinu ipi utakaoiweka pale iwafikie watu idadi ipi kulingana na maji ambayo umeyapata. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, sisi tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba wananchi wote ambao wamezunguka na maeneo hayo tutakuwa tunawafikishia maji kulingana na idadi, kulingana na kiu ya maji ambayo tumeipata kulingana na kisima ambacho tumekichimba. Mheshimiwa mbunge, ni kutoa wasiwasi, serikali imejipanga kwenye kuchimba, kujenga miundombinu, lakini pia na usambazaji wake, lakini na utoaji wa huduma yenyewe, na maji yawe safi na salama na yenye kutosheleza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.